akiwa mkoani Tanga alikaa na viongozi wa kata zote na misikiti katika wilaya ya Korogwe. Pale akatoa maelekezo kwamba mfumo huu uendelee mpaka chini. Kwa hiyo kwa itifaki, akishaanza kiongozi mkuu kama mufti, akishaonyesha njia, sisi tunaofuata lazima na sisi tufuate kwa mfumo ule ule. Kwa maana hiyo, mimi kama katibu mkuu, kama kiongozi ninayefuata kiutendaji baada ya yeye, nimeona hili na nikaona kwa nini nianze katika mikoa mingine hali ya kuwa Dar es Salaam ipo na hatujatembelea. Kwa hiyo nikaona ni busara binafsi nianzie katika mkoa wa Dar es Salaam, haswa wilaya ya Temeke. Sasa Shehe Mwenyipingu ananiangalia na Shehe Muhenga wakisema kwamba labda kwa nini sijaanza Ilala au sijaanza na Kinondoni, lakini Shehe Zailai anajua kwa nini nimeanza Temeke, na wengine pia wanajua, na mwenyekiti wa baraza wa wilaya anajua, kwa sababu huyu ni shemeji yangu. Kwa hiyo nimeanzia ukweni, labda inaweza kawa hivyo, lakini hii inashuka chini kwa viongozi wengine. Sasa ni maelekezo na maagizo kwamba sasa na wewe shehe wa wilaya katika wilaya uliopo, tuseme mathalan wilaya ya Temeke wana kata 23, ni jukumu sasa la viongozi wa wilaya kupanga ziara na kushuka katika wilaya katika kata zote kwa mfumo maalum. Wale viongozi wa kata nao kushuka katika vijiji, vitongoji na misikiti yote kwa mdororo huo huo kuanzia mkoani mpaka chini. Hayo ndio maelekezo yetu kwa sasa, kwamba viongozi sasa twende tukaliimarishe baraza katika ngazi zote, twende tukakae na Waislamu, tuwe karibu nao katika maeneo yao, tuwafikie Waislamu katika maeneo yao. Na sisi wa taifa sio kwamba tutaishia kwenye kata na tutaishia kwenye wilaya tu. Ziko siku zingine tutapata pia kushuka kwenye kata, Mungu akijalia, hasa kata zenyewe zikiwa zimejitahidi na kupata mambo ambayo yanahitaji viongozi wa kitaifa wafike na wana mikoa wafike kule. Kwa hiyo tunawahimiza pia na wenyewe watengeneze miundombinu na mikakati ya kuwafanya viongozi wa kitaifa wafike katika maeneo yao, na tuko tayari kufika. Na kiupekee katika ziara yangu katika baadhi ya maeneo nitakuwa naambatana na watendaji katika maeneo mahususi. Mfano, leo nimeambatana na mjumbe wa halmashauri kuu BAKWATA taifa, mteule wa mufti Sheikh Rafiu Jafari Bwanika, ambaye katika nafasi nyingine alionao ni mratibu wa miradi mbalimbali ya kimkakati ya kuimarisha uchumi ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, na kwa sasa hivi ni msimamizi mkuu wa mradi mkubwa wa BAKWATA Bukoba Complex, Commercial Complex, ambayo iko Bukoba, mradi ambao una thamani ya bilioni 8.5, ambao mradi huo umekamilika kwa asilimia 78 mpaka sasa, na tunatarajia mwezi ujao tutauzindua mradi ule. Lakini pia nimeambatana na afisa katika ofisi ya katibu mkuu BAKWATA, Katibu Burhani Mlau. Wengi wanamfahamu, jina sio rasmi, lakini wanamuita katibu kiongozi. Kipekee nichukue nafasi hii kwanza kabisa niombe shehe, kwa sababu
kwa mujibu wa saa tulionayo, muda huu ni saa 7, ilitakiwa pengine uwe ni muda wa swala, lakini fatwa zinatueleza kwamba, jana nilisikiliza hotuba ya Sheikh Mtupa katika Masjidi Muhammad wa 6 pale Bakwata, nikapata elimu kubwa sana kwamba swala la kusema swala ni muda fulani, swala muda fulani, sio swala, inategemea mwezi na jua, ndio ratiba zetu zinavyokwenda, sio kusema saa 3 au saa 4 au saa 5. Kwa hiyo kwa mujibu wa saa yetu hii saa 7 tumejiwekea kwamba ni muda wa swala, lakini niombe tu kwamba nitafupisha hotuba yangu ili pengine saa 7:30 tuwe tumemaliza, ili tuelekee katika swala ya adhuhuri, tutakuwa ndani ya muda. Niombe hilo mniridhie, lakini pili niombe pia mniridhie kwa nature ya vipaza sauti tulivyo navyo, niongee nikiwa nimekaa. Sawa. Baada ya hayo nichukue nafasi hii sana kuwashukuru viongozi wetu wa mkoa, katibu wa mkoa kwa kuratibu ziara, lakini kipekee sana nichukue nafasi hii kuwapongeza na kuwashukuru sana viongozi wa BAKWATA wilaya ya Temeke kwa uratibu wao mzuri na kwa namna ambavyo wamejipanga katika utendaji na shughuli za kila siku za Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Niseme tu wilaya zingine katika mkoa wa Dar es Salaam na mikoa mingine, sio dhambi kuja kupata darasa zuri na kusoma yale mema na mazuri yaliyoko katika BAKWATA wilaya ya Temeke. Ninaamini yaliyoko katika wilaya ya Temeke, sina hakika kwamba namna wilaya ya Temeke ilivyojipanga katika uongozi na namna inayofanya mambo yake, kutakuwa na wilaya nyingine ambayo inaishinda wilaya ya Temeke. Si dhani, kwa sababu nawajua, lakini pia siwezi kuchukua nikaweka max moja kwa sababu huko kwingine pia nako sijapita, lakini ninahisi Temeke wako vizuri, lakini kama kuna wengine wako vizuri zaidi, tutashukuru Mungu na tutaomba wa improve wengine na wengine wafikie katika level hiyo. Lakini kuwasifia Temeke ni kuwapa chachu wengine ili waige muundo huo na Temeke nao wazidishe. Kwa hiyo katibu wa shehe wa wilaya, na kupongeza sana, na hapa kuna historia moja ngumu sana naomba niieleze leo. Shehe Zailai Mkoyogore ni mwalimu wangu mimi, shehe wa wilaya, lakini katibu wa wilaya ni mwanafunzi wangu mimi. Sasa kwa hiyo combination hiyo unayoiona kinachofanyika Temeke, na mimi nimo kutembelea mkoa wa Dar es Salaam, kwa sababu unaonekana hauna jambo zaidi ya maulidi. Maulidi ziko nyingi kweli, walillahi alhamdu, tunajua umuhimu wa maulidi, lakini yapo mengine pia yana umuhimu pia, na yenyewe yanatakiwa yapewe uzito. Mashehe wa Dar es Salaam walio wengi wakifika kwenye organization ya maulidi na maeneo mengine, tuko vizuri sana 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 sana, mpaka tunafunga mitaa, hata mitatu minne, jambo zuri sana. Sasa kwa juhudi ile ile tulionayo, tunataka sasa tuhamishe, tuambukize katika maendeleo ya nini, ya Waislamu katika maeneo mengine. Kwenye maulidi tumeweza, twende tukaweze na maeneo mengine. Kwa hiyo ile dhana ya kuwa mkoa wa Dar es Salaam BAKWATA inaonekana iko chini, tunataka sasa hivi tuiondoe.
Na niwashukuru sana viongozi wa BAKWATA mkoa. Nimeshirikiana nao katika maeneo mbalimbali, wamekuwa wakinikera katika maeneo mbalimbali, wameinuka na tuwaunge mkono, na hatutaki kuzungumza maneno, ila tunataka tuzungumze kwa vitendo. Tunachozungumza kitu tukione. Tuko na maeneo yetu mbalimbali ambayo yalikuwa hatuyamiliki, hatuna dokumenti zake, hatuyatambui, lakini kwa juhudi zao nadhani mpaka tunafika kwenye mwezi wa 9 mwaka huu tutakuwa kwenye nafasi nzuri sana ya kuwa na kitu cha kuonyesha katika mkoa wa Dar es Salaam kwa kuanzia. Na sisi kwa kuwa eneo la Dar es Salaam ndilo eneo lenyewe, sisi ndio nyumbani. Karibu wote tulioko hapa pamoja kwamba tuna asili, huyu katoka Moshi, huyu katoka Kilwa, huyu katoka Jaribu mpakani, huyu katoka Mfisini, huyu katoka Mkuranga, huyu katoka Ngerengere, lakini wote tumejikita Dar es Salaam. Hapa ndo nyumbani. Kwa lazima na sisi tuonyeshe maendeleo katika mkoa huu wa Dar es Salaam na tuonyeshe mabadiliko yaliyo makubwa sana. Na dhamira ile ya kuona sasa BAKWATA mkoa wa Dar es Salaam pengine haipo sana, tuiondoe. Tusiwape wanaharakati wenye mirengo ya kushoto kuitawala Dar es Salaam na kuiona BAKWATA kama haipo. Hiyo nafasi tusiruhusu. Tuonyeshe vitu vinavyoonekana na vyenye maana, tutaifuta bila kutumia nguvu ya aina yoyote ile. Kwa hiyo niwapongeze sana mkoa, lakini niwapongeze sana wilaya ya Temeke, na nikimaliza ziara ya Temeke nitaingia katika ziara ya wilaya nyingineyo katika mkoa huu wa Dar es Salaam kabla ya kwenda kwenye mikoa mingine. Nina mambo mengi nilipanga kuzungumza, lakini nilipoingia katika ofisi ya wilaya ya Temeke nikakabidhiwa ripoti, nikaona mazungumzo yangu yote yasimame kwenye ripoti niliyokabidhiwa, kwa sababu inabeba mafuhumu ya yale niliyokuwa nataka kuyaongea. Kama nitaongeza machache sana. Sasa kwa sababu hiki kikao chetu ni kikao kazi, sio cha hotuba, ningeomba tu niende moja kwa moja ili tuokoe muda, na mengine yatakuwa ni maelekezo mahususi. Kwa mfano, nimeona pale kwanza nianze na kwamba BAKWATA kama chombo cha Waislamu ni chombo kikuu cha kusemea na kuwasimamia Waislamu Tanzania. Hiyo nafasi sisi lazima tuijue. Kwa nini ni chombo kikubwa, ni chombo kikuu cha Waislamu Tanzania? Kwa sababu hakuna chombo kingine cha Waislamu Tanzania chenye ukubwa kama BAKWATA, chenye mfumo mzuri kama BAKWATA, chenye ukongwe kama BAKWATA, chenye uadilifu kama BAKWATA, chenye uwezo wa kufanya kazi kama BAKWATA, chenye wafuasi wengi kama BAKWATA, chenye viongozi wengi kama BAKWATA, chenye ukongwe wa miaka kama BAKWATA. Hata kama katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haitutaji kwamba ni Supreme Council, basi kwa uwepo wake na nature yake na namna ilivyo inajipambanua, wala usupremacy wa BAKWATA hauhitaji katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inaonyesha by nature kwamba ndivyo ilivyo. Kwa hiyo sisi BAKWATA wala hatutumii nguvu nyingi sana kumwambia mtu kwamba BAKWATA ni chombo kikuu cha Waislamu Tanzania. Akikwambia mtu hapana, mwambie nionyeshe chombo ambacho ni kikongwe kuliko BAKWATA. Nionyeshe chombo ambacho kina mdororo wa viongozi ulioko kuanzia ngazi ya taifa mpaka ngazi ya kaya na msikiti, kinachofahamika na chenye uhai kama BAKWATA. Nionyeshe chombo ambacho mfumo wake ni wa kidemokrasia na utawala bora
kama BAKWATA, sisi kila baada ya miaka mitano tunachaguana, demokrasia kubwa sana, watu ni free kujaza fomu na kuomba na kuchaguliwa. Taasisi nyingine ipi ambayo leo unaweza ukaondoka wewe Matumbi, wewe Mpogoro, ukaomba nafasi na ukachaguliwa? Ziko taasisi zingine zina ukoo, bila ukoo wa fulani bin fulani, bila asili ya sehemu fulani, huwezi kugombea nafasi. Ni BAKWATA peke yake. Kwa hiyo tu inaipa hadhi Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania kuwa ni chombo kikuu cha Waislamu Tanzania, hata kama hakuna mahala ambapo kimeandikwa hivyo. Mwenyekiti, umenielewa? Kwa hiyo kuna haja ya kuhangaika sana na wanaosema BAKWATA si chombo cha Waislamu wote. Hakiwezi kuwa cha Waislamu wote, kwa sababu wengine Waislamu wengine ni majina tu pia. Nadhani tunaelewana hivyo. Hiyo tuichukue na tuibebe. Lakini la pili, katibu wa wilaya wakati anaeleza ripoti yake amenieleza habari ya mashauri yale ambayo yamepokelewa katika ngazi ya wilaya na yakashughulikiwa. Iko dhana ya watu ambao hawaelewi, wanahitaji kuelimishwa kwamba BAKWATA haifanyi chochote wala haina jambo inalofanya. Kama ingekuwa haina, ngazi ya wilaya pale nimekuta mfano mmoja tu, mashauri 237 kama sikosei, ambayo ndani ya mwaka huu yameshughulikiwa katika wilaya ya Temeke. Sasa katibu, wakati mwingine mnipambanulie kwamba yapi yamemalizika katika ngazi ya wilaya, yapi yamepewa rufaa kwenda ngazi ya mkoa, yapi yameshindikana, yapi yameenda mahakamani, yapi yamepata suluhu pale pale. Pia hiyo nayo wakati mwingine muiweke vizuri ili tuwe na record. Wale wapongeze sana. Lakini la pili, jambo muhimu sana 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 ambalo ninapenda leo nilizungumze, ikiwa kama maelekezo na maagizo yangu katika watendaji wa baraza, ni kuhusu utunzaji na umiliki wa mali za taasisi. Tumekuwa na tabia ya kutotunza nyaraka za mali za taasisi. Tuna viwanja vingi, vingine vina hati, vingine vina ofa, vingine havina kabisa. Kwa hiyo wanakuja watu wanavamia tu, wanasema ni maeneo yao, na kwa kuwa sisi nia yetu tuliyapokea, hata kama tuliyapokea kwa kurithi kwa watu, lazima sasa turudi kwenye kurasimisha ili tuwe na dokumenti ambayo itatuonyesha kwamba hiki ni cha kwetu. Niwape mfano mzuri. Nimeshahudhuria mahakamani mara nyingi sana kutetea mali za BAKWATA. Maswali unayoulizwa ukifika pale, kwa mfano wakili, majaji na nini, okay, unasema hili neno lilikuwa, tuthibitishie. Kama huna nyaraka unashindwa kuthibitisha. Historia tu kwamba hii alikuwepo mzee mmoja na swali hapa, anaitwa fulani, akatoa hili eneo, familia fulani ikajenga msikiti huu, tukafanya uchaguzi wa BAKWATA hapa, tukachaguana, tukaendelea, imamu wa kwanza ni fulani bin fulani, imamu wa pili ni nani. Hiyo kwenye mahakama haina mashiko. Tunachotakiwa ni kurasimisha maeneo yetu na tuhakikishe tuna nyaraka. Kuna watu wameingia kwenye maeneo yale, ameingia kama imamu, ameingia kama mwalimu wa madrasa, kwa sababu wana upeo wa mbele, wametengeneza nyaraka na wamemiliki zile nyaraka. Sisi tunasema msikitini wetu, siku kinyanyuka tayari na bodi ya wadhamini iko pale ndani ya msikiti wako. Na mashehe wa wilaya huko mliko, kaeni macho na viongozi wote wa wilaya, watu wote tunaowakabidhi maendeleo ya kuendeleza misikiti, tuwe makini nao, tusiwape mamlaka ya wao kuwa wamiliki.
tuhakikishe kwamba nyaraka za umiliki tunakuwa nazo original. Kama ardhi imetolewa ni ya jadi, ni ya asili, basi tupate umiliki wa ardhi ule wa asili. Kama ni eneo la mjini, tupime, tupewe ofa, tupewe hati. Hapo ndipo unapokuja kueleza kwamba eneo hili ni langu kwa sababu na nyaraka 1, 2, 3. Kwa hiyo tumepata shida sana katika maeneo mengi kwa sababu ya nyaraka. Kwa hiyo kuna swala la kwanza la kupata nyaraka halali, lakini kuna nyingine tunazo nyaraka halali lakini hazijahifadhiwa. Yuko mtu anaitwa Joko, leo ni katibu wa BAKWATA wilaya ya Kinondoni mfano. Yuko shehe anaitwa Shehe Muhammad Muhenga, ni shehe wa wilaya ya Kinondoni, lakini baraza la ulama limemtengua mfano, mathalan, sisemi hivi, asiwe shehe wa wilaya ya Kinondoni. Basi na yeye kwa sababu Masjid Hidayah, Masjid Suinani aliyeko nayo pale karibu ana dokumenti za ule msikiti na amehifadhi nyumbani kwake, anaondoka nazo, halafu anaenda kutengeneza bodi ya wadhamini. Siku mkija, yeye ni upinzani wenu, mnapambana naye kwa sababu kachukua nyaraka kaenda kaanzisha kitu kingine, naye alikuwa ni kiongozi wa BAKWATA, kaondoka na nyaraka. Sasa nyaraka nyingi zinahifadhiwa kwa watu nyumbani kwao badala ya kuhifadhiwa ofisini. Makatibu na waagiza kila wilaya na wenye viti wa halmashauri, hiyo ni kazi yenu pia, nyaraka zitunzwe na mkague. Tuna msikiti wa A, B, tuna kiwanja A, B, tunaomba nyaraka za kiwanja kile zote tuzione wapi? Ofisini. Kama hakuna, tuanze mchakato kufanya nini? Kuzitafuta, kuzipata katika mamlaka zinazohusika na tupate nyaraka original. Sasa nyaraka original, maelekezo yetu ni kwamba zinatunzwa na custodian wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, ambao ni bodi ya wadhamini. Sisi tujitahidi tuwe na kopi na tucertify zile kopi, nyaraka halisi tuzihifadhi katika tukabidhi makao makuu ili zihifadhiwe. Hiyo itatusaidia kuwa na ile memory ya institution kwamba anapoondoka mtu haondoki na nyaraka ofisini. Mfano mzuri, nimetoka kwenye kesi kama wiki moja iliyopita. Nimefika kule na shehe wa wilaya mfano, kesi ile anasimamia yeye, ameenda, lakini imefika mahala hana uwezo wa kisheria wa kuendelea kusimama na ile kesi kwa sababu sio mwenye mali, anatakiwa mjumbe wa bodi ya wadhamini. Unaenda pale mjumbe wa bodi ya wadhamini nusu saa kabla ya kuingia kwenye kesi, huna nyaraka yoyote ile. Unakaa naye ndio anakuelezea kitu kimoja kimoja, kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki, lakini ukifika ofisini nyaraka hazipo. Mtu katoka nazo nyumbani kwake kaja nazo, lakini hana wewe kwa sababu unatakiwa upeleke kama vielelezo mahakamani, lazima akupe wewe. Sasa akikupa wewe ndio umeshazichukua tena pale urudishi kwa sababu ya kesi. Sasa huo utaratibu sio. Nyaraka za baraza sio nyaraka binafsi, ni nyaraka za taasisi, ziwekwe katika ofisi husika. Hili sasa liende sambamba na kuhakikisha kwamba ofisi zetu tulizo nazo ni rafiki katika kuhifadhi nyaraka. Maana kuna ofisi zingine unaweza kuhifadhi, ukija kesho hazipo, zimeloana au zimechukuliwa na watu. Kwa hiyo hili agizo namba 2 kwamba tuhakikishe tunaboresha ofisi. Sasa hii sio kata, sio wilaya tu, wilaya, mkoa, kata mpaka chini. Na kwa mfano kama kuna nyaraka zimepotea, nenda kwenye ofisi zinazohusika za manispaa, za ardhi, tupate nyaraka upya. Kwa hiyo katika ukaguzi wangu ambao nitapita tena au nitatuma wajumbe wangu watakuja kukagua nyaraka. Kwa mfano tumekagua ofisi ya wilaya, tunaomba nyaraka za ofisi ya wilaya ya Temeke. Hii nyumba tunajua ni ya wilaya ya Temeke, hati yake iko wapi? Tuulizane, hati iko wapi? Mudhiri.
Kwa mfano pale ofisini kwako hati iko wapi ya pale? Ndio wale wanasema umenunua kutoka kwa nani? Dokumenti ya ununuzi ni dokumenti halali ya kuendelea kuitafutia dokumenti halali ya umiliki. Kwa lazima sasa muende hatua inayofuata kupata nini? Kupata hati. Hati iko makao makuu. Na makao makuu na mimi sijaiona. Sasa tuanzie hapo. Sasa iko makao makuu. Haya, njoo makao makuu. Na mimi niangalie makao makuu sioni. Tuanzie hapo, tunaipata wapi? Iko wapi? Sawa jamani? Sio mwenye kitu umeelewa? Na rekodi za manispaa zinaonyesha tukienda kwenye ofisi za ardhi tutapata. Tuanzie pale. Hiyo nimetoa mfano tu mmoja mzuri tu. Muone mali zetu namna zilivyo. Kwa hiyo zinapotea kwa njia kama hizo. Kwa hiyo moja, uhifadhi wa nyaraka, utunzaji wa nyaraka, lakini la pili kuwa na ofisi zenye eneo ambalo unaweza kutunza nini? Hizo nyaraka, sababu lazima uwe na sefu ambalo linaweza likahifadhi nyaraka muhimu. Bila kuwa na sehemu utakapohifadhi nyaraka, utatembea nazo wewe. Na Waislamu sisi wengine wanawake 4, wengine wana 3, wengine wana 1. Mtu anaweza kahama na nyaraka kutoka nyumba moja kwenda nyingine. Ukifika kule kwa bibi mkubwa kuna ugomvi, mara mmekorofishana, nyaraka zimechukuliwa, zimechanwa. Sasa hayo hapo tumeyashuhudia. Kwa hiyo nyaraka zikawa ofisini ziwe salama zaidi. Haya walio wengi sisi udarueshi wetu hata magari hatuna, mtu anaweza kama anatembea na bodaboda, umebeba nyaraka za ofisi, umenyeshewa na mvua. Zimeharibika. Kwa hiyo utunzaji wa nyaraka ni kitu kimoja muhimu sana. Ninaomba hilo tulichukue, lakini hati za ofisi za maeneo yetu tuzikabidhi katika maeneo husika. Lakini la 4, sio la 3 wala 4, utunzaji wa kumbukumbu. Utunzaji wa kumbukumbu. Ofisi zetu nyingi sana hazina kumbukumbu na rekodi za nyuma za matukio na mambo mbalimbali ambayo yameshatokea. Kiasi kwamba leo ukiambiwa uende ulete nyaraka fulani yenye kuonyesha historia fulani hakuna. Mfano, tuanzie tu na katiba ya BAKWATA inayoeleza kwamba kuna vikao vya ngazi ya wilaya. Baraza la mashehe la wilaya lina vikao vyake, halmashauri ya wilaya ina vikao vyake, JUAKITA ina vikao vyake, JUVIKIBA ina vikao vyake, vile vya katiba na vile vya ziada. Je, kumbukumbu za vikao zipo? Maazimio yalikuwa ni yapi ya vikao hivyo? Yapi yametekelezwa kwa kiwango gani na yapi bado hayajatekelezwa, na nini kimekwamisha yasitekelezwe? Tukiulizana na makatibu, tukiulizana na wenye viti wa halmashauri. Kwa mfano leo naweza kumuuliza mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Temeke kwamba kikao cha mwisho kilikuwa na maazimio mangapi? Kwa sababu mwenyekiti ndio wa kusimamia maazimio ya kikao cha halmashauri ya wilaya. Kilikuwa lini na kilikuwa na maazimio mangapi, na yapi kwa sasa yametekelezwa, yapi yamebakia, yapi yamesogezwa mbele? Mfano. Hata usipojibu, lakini nataka yani mfano, yani kumbukumbu hizo. Labda unaweza kunijibu hapa, lakini mimi nataka nyaraka nijibu. Yaani mimi nikifika tu nikisoma sina haja ya kukuuliza wewe. Nataka faili la vikao vya halmashauri ya wilaya. Nataka nyaraka za vikao vya baraza la mashehe. Uzuri mmoja kwa BAKWATA, katibu mkuu au makatibu ndio ambao watekelezaji wa maazimio ya vikao vyote. Hata kama katibu sio mjumbe wa baraza la mashehe, lakini baraza la mashehe likishakamilisha linampa katibu kwa ajili ya kufanya nini? Utekelezaji.
Kwa hiyo je, hizo kumbukumbu zipo katika ofisi zetu na zimetunzwa na ndio zinazosimamia katika utekelezaji? Hayo ni mambo ambayo tunatakiwa tufanye nini, tuyaangalie. Lakini je, katika ofisi yetu tuna mpango kazi wote ambao tunaenda nao wa mwaka huu? Tuna vipaumbele vingapi tulivyoviweka mpaka leo tunafika mwezi wa 5? Vingapi tumekamilisha, vingapi bado, na vingapi tunaendelea navyo? Tuna ile checklist, unatiki. Je, unayo? Umetekeleza vingapi? Au unaamka kile utakachokuta asubuhi mezani ndicho utakachoanza nacho? Yaani unaondoka asubuhi, ukiamka asubuhi ukipigiwa simu kwamba kuna shauri la ndoa liko mahala fulani, hapo ndipo utakapoanzia, unaenda huko. Kuna kesi fulani kwa unaanzia huko. Hapana, inatakiwa ukiondoka usiku, wewe jioni, au unafunga ofisi, umeshaweka kesho nikiamka naanzia kitu fulani. Ya dharura kitokea utaenda naye. Ukikuta kitu cha dharura utaenda nacho, lakini kile ambacho umekipanga ndicho ambacho unakianza. Unaanza hiki. Katibu wa Ubungo, umenielewa vizuri? Kwa mfano unaamka leo, umeamka leo umesema leo sitaingia ofisini, nitakuja Temeke. Ni mpango huo. Na ukitoka umejifunza nini? Mfano umerudi. Lakini katika ofisi yako kwenyewe umepanga vitu kwa mpangilio huo ili kuvifanya, ili baada, kwa sababu usipokuwa na hiyo huwezi kujipima. Tunaelewana jamani? Hatuwezi kufanya nini? Kujipima. Tusiwalaumu mashehe katika nafasi zao, lakini sisi tumepewa nafasi kama viongozi watendaji, tuwasaidie. Na uzuri mmoja, mashehe wetu sasa hivi wanaelewa vizuri sana, wanatupa msaada mzuri sana. Kwa hiyo tuwasaidie mashehe ambao ni viongozi, ndio wenye viti wa BAKWATA katika wilaya zetu, katika kupushi maendeleo. Lakini lingine la muhimu ni haya masuala ya utawala bora ambao katibu wa wilaya ya Temeke aliwasilisha maelezo pale. Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA chini ya uongozi wa Mheshimiwa Mufti wa awamu hii ya 3 ni muumini sana wa utawala bora, utawala shirikishi, utawala unaohusisha watu, utawala unaofuata katiba, utawala unaofuata mipaka. Kila mwenye nafasi yake anatakiwa afanye kazi kwa nafasi ya katiba inavyomruhusu. Mkubwa ni mkubwa kwa sababu kuna wadogo wasingekuwepo, huyo mkubwa hayupo. Katibu mkuu huwezi kuwepo kama makatibu wa wilaya hapo, wa mikoa hawapo. Naitwa katibu mkuu kwa sababu kuna katibu wa mkoa, katibu wa wilaya, katibu wa msikiti, makatibu wengine. Wale wadogo wana nafasi yao na mimi mkubwa na nafasi yangu. Siwezi kuchukua nafasi ya wale wadogo na wale wadogo wasichukue nafasi ya yule mkubwa. Kila mmoja akijua mipaka yake, hapa tunakwenda. Na walillahi alhamdu, mashehe zetu sasa hivi tulikuwa tunawalalamikia sana, wameelewa vizuri. Kwa mfano makatibu wengi walikuwa wanalalamika, kwa masuala ya pesa bwana, mashehe nao wanakuja wanaingilia. Hapana, mashehe wetu siku hizi wapo vizuri. Mashehe wako kwenye fatwa, wako kwenye dini. Wewe katibu nao usiingie kwenye mimbari kuomba kama wewe utatoa hotuba leo msikitini. Hapana, wewe pambana huku. Uzo kumuona shehe ndo anaenda benki kuangalia akaunti na shilingi ngapi. Shehe Mwenga akaunti ya Kinondoni unajua? Wewe ndo unashughulika nao, mwenye katibu na mwenyekiti. Sawa. Wewe unawaombea dua tu. Na wajumbe wa mashauri. Na wao kuna siku wanasuluhisha mashauri ya ndoa.
haiwezekani. Ndio mgawanyo huo jamani. Uzuri mmoja pia, tunao mashehe wazuri ambao wana taaluma zote, lakini tunao viongozi pia, makatibu wenye taaluma zote, lakini tumewakataza hata kama anajua namna gani, hata dua asisome mahala popote kama shehe wa kata yupo au imamu yupo, sio nafasi yake. Kwa hiyo tunazungumzia utawala bora, kwamba mipaka ya kila mtu katika nafasi yake, lakini viongozi, utawala bora ni kuwathamini wengine pia. Watu wa JUAKITA, watu wa umoja wa vijana wanalalamika katika maeneo yetu mengi ushirikiano wanapewa mdogo sana, na viongozi wa JUAKITA katika maeneo mengine wanasema hawashirikishwi katika matukio baadhi yao. Ile JUAKITA au jumuiya ya vijana ni jumuiya rasmi zilizoko katika BAKWATA, na wenyewe wanatakiwa washirikishwe katika hatua zote. Tuna tabia ya kuwashirikisha sana wale tukiwa na sherehe ili tujaze watu katika maukumbi, lakini sio sahihi. Tuwatumie katika uchumi, katika engagement ya mambo ya kimaendeleo, twende tuwasikilize. Na uzuri mmoja, hizi taasisi zetu za JUAKITA, JUVIKIBA ni taasisi ambazo zina watu wengi sana na wana mwamko mkubwa sana, wanatupa uhai. JUAKITA Temeke, nadhani mmenisikia na najua hamko nyuma. Kwa hiyo tuombe washehe wawape nguvu sana katika yale ambayo mnashughulika nao, na jumuiya ya vijana pia. Kwa hiyo nilikuwa nazungumzia hilo swala la kiutawala, tuzingatie sana katiba na vikao, lakini pia tuwasaidie hizi jumuiya zetu na zenyewe, kama tuna nafasi wapate nayo ofisi za kukaa katika maeneo tulionayo, kama nafasi zipo, ili wasiwe nao wanatembea tembea tu bila mpangilio. Swala la tovuti, katibu wa wilaya uliniambia, lakini ni swala zuri sana, na tahadhari moja tu katika swala la tovuti. Tunapotengeneza hizi tovuti, tuhakikishe kwamba hatutengenezi tovuti ambazo wakati mwingine zinakuwa na domain inayofanana na BAKWATA makao makuu, kwa sababu mtu anaweza kaisearch, anaitafuta BAKWATA Tanzania akiwa Dubai, akiwa China, unakuta mtu wa wilaya ameingiza ile domain anaimiliki yeye. Tulikuta hiyo shida, tukaitoa kule, nadhani watu wa Arusha, nakumbuka sisi na watu wapi wali nani hiyo, tukaitoa. Kwa hiyo mtu akitaka BAKWATA kama chombo ambacho kina taarifa zote, ile main ionekane ni ya BAKWATA makao makuu, lakini kama unayo ziwe sub hizi za tovuti za wilaya, ionyeshe kabisa BAKWATA wilaya. Ukiacha BAKWATA kama BAKWATA peke yake, mtu akisearch anaweza akaipata ile haraka, asipate ile ambayo anaitaka. Kwa hiyo mudhiri, hilo uliangalia vizuri, nadhani mlizingatia. Lakini madrasa holela, ni kweli kwamba kama kuna kitu ambacho bado tuna shida nacho na mashehe watatusaidia, ni udhibiti wa hizi madrasa. Tujitahidi sana. Kwanza, tuna utaratibu ambao tulitumia pale makao makuu kuhakikisha kwamba madrasa zote zinatambuliwa kwa utambuzi wake. Kwa hiyo tunapokuja Temeke, tulitaka pia tupate idadi ya madrasa ambayo tumezitambua na tumezipa hati, lakini tutambue walimu wa madrasa ambao tumewatambua, tumewapa hati, lakini pia tuwe na utaratibu wa kuzitembelea zile madrasa na kuona yanayofanyika katika madrasa zetu, ufundishaji, ikiwemo pia kuwasaidia baadhi ya mambo. Tusiende tu kukiwa na changamoto mbalimbali, ili watuamini vizuri na watu wape ushirikiano mzuri, tuwasaidie katika mambo yao mbalimbali ambao wana shida nayo. Kwa hiyo tuzitambue, kwa sababu pale watoto wanaopelekwa ni watoto wetu wanaosoma pale, na wale watoto wanatakiwa wapate malezi yanayoendana na dini yao, lakini na maadili pia.
Sio kila mwalimu aliyoko pale anafundisha wakati mwingine anaweza kana na maadili yanayofaa. Lakini kwa kuwa tutawaacha tu peke yao, tunaweza tukaingia katika mtego mbaya sana. Kwa hiyo tunaomba pia tuwe na utaratibu wa kuzikagua hizi madrasa, lakini zaidi kuzitambua, ili mamlaka za serikali kwa mfano zinapotaka kujua chochote kuhusu madrasa zile tupate. Mfano mzuri, nilikuwa na kikao juzi kama mwezi uliopita hivi na msajili wa jumuiya. Walitaka kupata pia mfumo tunaotumia katika madrasa zetu, ili huyu mtu afaulu waambiwe amefaulu katika madrasa, ametoka. Nini kinachomtambua? Madrasa iliyoko Vingunguti, madrasa iliyoko Mtoni kwa Ziziali na madrasa iliyoko Ubungo, mtaala uliopo, anachofundishwa huku na huku nini, ili mtu akitaka kupata ithibati kwamba huyu amequalify au elimu inayotolewa hapa ni sahihi. Huo ndio mtihani tulionao na tunaendelea nao. Lakini kwa sababu hata hizi taasisi tunazosajili sasa hivi, kwa mfano Kizegero anataka kusajili Kizegero Foundation, anatakiwa apeleke cheti kinachomuonyesha kama taasisi ya dini level yake ya elimu ya dini ikoje. Lakini sasa akiambiwa hivyo, anaweza kwenda kwenye stationery akachapa tu akapeleka cheti, lakini hakina ithibati ya aina na kule, kwa sababu hawana regulation ambayo inaonyesha. Tuna shida katika eneo hilo, na hilo ndio eneo ambalo tunalishughulikia, ili kuwe na regulators ambaye anaweza akatathmini elimu inayotolewa kwa mtu fulani katika level fulani. Ikifika tujue huyu, pamoja na kwamba kuna ili thanawi tudai na nini, lakini je, cheti kinachowatambua pale kitakuwa na ithibati gani? Lakini kabla hatujafika huko, tuhakikishe kwamba hizo ambazo tunazo madrasa ambazo tunazo karibu nazo, basi tunasimamia yale maadili ya kawaida yanasimamiwa na yanafuatwa, lakini tuzitambue zile madrasa zote. Kuhusu masuala ya vyeti vya ndoa, ni kweli kwamba vyeti vya ndoa vina changamoto kubwa tatu. Changamoto ya kwanza ni kwamba serikali kama serikali ndiyo yenye jukumu la kutoa vyeti vya ndoa, kutambulisha kiserikali. Watu wengi walikuwa wanapiga kelele kwamba vyeti vya BAKWATA sio nini, lakini sisi kwa mujibu wa dini yetu ya Kiislamu, ndoa ili ikamilike sio cheti, ni zile nguzo 5. Kama nitakosea shehe atanirekebisha, lakini najua kuna nguzo ambazo ili ndoa ikamilike, uwepo wa walii, muolewaji na mengine. Yale yakikamilika, ndoa iko halali, hata kama hakuna cheti. Kwenye dini tumeishia hapo. Kile cheti ni ithibati za kiserikali kutambulisha katika mamlaka zingine, ndio maana wao wamezichukua ile. Lakini kwenye kile cheti tumeona pia kwa serikali ile ni kama biashara fulani pia, ndio maana tunapata ugumu. Lakini pia sisi huko nyuma hatukujidhatiti kuwa na mfumo mzuri wa udhibiti wa vyeti. Kwa hiyo Mtuli hapa anaweza akawa na shida na mke wake wa pili, kama anaye mfano mathalan. Sasa wakawa katika issue ya vyeti, akawa labda hakuna au kuna kitu kinahitajika katika ushahidi mahali fulani, anaweza akaenda kwa Sheikh Zailai hata leo, bana cheti, japo inawezekana kawa mwaka 77, hebu naomba cheti, mtengenezee cheti. Anaweza kumtengenezea cheti kwa sababu havina rekodi ya kumbukumbu ya nini, ya uhifadhi. Kwa hiyo imetupa shida sana, kiasi kwamba hata vyeti vyetu bado vikawa utambuzi wake kwenye serikali ukawa ni mgumu kuonyeshwa kwamba ni ushahidi. Kwa hiyo tuko kwenye wakati wa kuboresha vyeti vyetu, kwanza quality ya vyeti, na ili visigushiwe na viingizwe katika mfumo maalum ambao utatambulika. Hata mtu akiwa Zanzibar akitaka kuprove cheti cha ndoa kilichofungwa Mbagala zake au Maji Matitu na shehe fulani, akiingiza tu pale anakiona kiko registered, kinatambulika. Lakini kwa sasa haipo hiyo. Tuna kesi nyingi, katibu dini pale BAKWATA makao makuu anahudhuria mahakamani mara nyingi kuthibitisha hiki cheti halali au si halali, na tunazo kesi nyingine bado ziko mahakamani hazijaamuliwa. Kwa hiyo
tuna huo mfumo wa kutaka kuimarisha vizuri, lakini tukishajiimarisha sisi tukakaa sawa, tunaweza kuomba serikali sasa watambue vile vyeti kuvitumia kama nyaraka ya kiserikali. Lakini kwa sasa bado hatujafikia level hiyo, kwa hiyo tunajitahidi ili tufike level hiyo. Lakini swala la kuwa ndoa imekamilika, nguzo zile 5 zikikamilika, basi ndoa ipo hai. Lakini swala lingine ambalo ninapenda kulizungumzia sana ni swala la mahusiano. Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA kama chombo kikuu cha Waislamu Tanzania kimejenga mahusiano kati ya watu mbalimbali, taasisi mbalimbali na mashirika mbalimbali, lakini na serikali. Popote ulipo kama kiongozi wa baraza, jitahidi uwe unatengeneza mahusiano mazuri. Kwanza mahusiano mazuri na wale unaowaongoza. Hapa naomba nipige hii nukta vizuri. Wewe ni shehe wa kata, nitajie kata moja hapo katika Temeke mfano. Miburani. Chukua Miburani. Wewe ni shehe wa kata Miburani. Kata ina misikiti labda 10. Lakini wewe ni shehe wa kata pale, huna mahusiano mazuri na msikiti hata huu, hata mmoja. Lakini wewe ukija wilaya unasema mimi shehe wa kata. Tukikutuma ukatuwakilishe kwenye kata kule, huwezi hata kuswalisha msikiti mmoja wapo katika misikiti ya kata yako. Hawakukubali. Umekosa sifa ya kuwa shehe wa kata, kwa sababu mahusiano na watu wako wanaoongoza hayapo. Una mahusiano mazuri na wilaya, wilaya hakuhitaji kama kule kwako huna watu. Tumeelewana jamani? Hii tuichukue, tujenge mahusiano sisi kwanza na yale maeneo tunayotoka na tunayowaongoza, alafu ndio tujenge wilaya, mkoa, taifa. Usione tu kwa sababu uko karibu na katibu mkuu BAKWATA na akakuingia kifua uwe shehe wa kata fulani, basi wewe umemaliza. Jiongeze na wewe katika kata yako kule, wale watu wachote uwe nao, wawe ni watu wako wewe. Kwa sababu sisi BAKWATA tukija tunataka wewe utusaidie kuwa na watu, na BAKWATA ya leo ni BAKWATA inayotaka watu. Hatutaki viongozi, tunataka watu. Ndio maana kwa kampeni tulionayo tuna mpango wa kufanya fiekeo kubwa sana la kuondoa baadhi ya viongozi ambao hawakubaliki katika maeneo yao, ili BAKWATA ikubalike. Hilo fiekeo lazima na haliepukiki, hasa kwa wakati huu tulionao. Tuna mawe mengi tunarushiwa na watu, lakini ni kutokana na viongozi tulionao katika maeneo kuendekeza ubinafsi na kutojenga mahusiano na watu wanaowaongoza. Mtu yuko mkoani mfano, anajinasibu kwamba yeye yuko karibu na viongozi wa makao makuu vizuri, lakini hana mahusiano na viongozi wa mkoani kwake alionao. Hatukuhitaji. Jenga mahusiano uliko kwanza, alafu ndio uje huku makao makuu tutakukingia kifua. BAKWATA haihitaji watu ambao wana mahusiano na watu watatu. Sasa kama kuna shehe pale ana mahusiano mazuri na watu katika kata mfano au katika wilaya, kwa nini tusimchukue ile kama ndio shehe wa wilaya, ili wale watu tuwachukue, tukuchukue ambao na watu 6? Ni kitu ambacho kama wewe umepewa hiyo nafasi ulikuwa huna, tengeneza sasa mkakati wa kuwapata wale watu na uwe nao, na upunguze migogoro, utengeneze mahusiano. Hiyo ndio kazi ambayo BAKWATA leo tunayo kubwa sana ndani ya miaka hii miwili. Wakati tunapigwa mawe na wengine, na sisi tunachukua zile point unazozitaja zenye udhaifu, na sisi tunazifanyia kazi, tunaimarika. Hao wanaotukosoa sio maadui zetu, bali wanatutaka sisi tuwe wazuri, na tunachukua yale ambayo wanayasema ya uongo tunayakanusha, lakini ya kutukosoa kuhusu madhaifu yetu tunayachukua na tunayafanyia kazi ili tuwe strong zaidi. Na tukishakuwa strong, hata wao hoja watakuwa hawana tena.
labda kama wana ajenda nyingine. Lakini tukingangania mishe wa kata, mishe wa wilaya, katibu wa wilaya, lakini huna mahusiano mazuri, huna uongozi unaotengeneza na watu wako, bado. Hata kama utakuja makao makuu kila siku Sheikh Zegero, lakini watu wa kule kijiji kwako hauko nao vizuri, bado si hatukuhitaji. Lakini pia na taasisi zingine tulizonazo sio maadui zetu jamani. Taasisi zingine zinazofanya kazi ya Waislamu na zenyewe tuwe karibu nazo, tusaidiane, tuwasaidie. Sio maadui zetu, bali ni watu wanaowasaidia katika kuendeleza maendeleo ya Waislamu. Tuwasaidie na tuungane nao. Labda wale ambao wana mrengo wa kupinga kila kitu, hata kizuri wanapinga kwa sababu sio wao waliofanya, hao ni wagonjwa. Lakini tutengeneze mahusiano. Leo hii tunapoelekea kwenye uchaguzi huu wa BAKWATA ambao unakuja, tutahitaji viongozi ambao wao wakisimama mahala wanalibeba baraza, sio wao wasubiri wabebwe na baraza. Baraza haliko tayari kumbeba mtu sasa hivi. Baraza liko tayari kubebwa na watu. Ukisimama mahali una icon ya kwamba mimi nikisimama bana baraza lote litakuwa salama kwa sababu na watu wengi ambao. Lakini sasa kama tutakuwa kila siku inabidi tutengeneze kamati za kuja kukuokoa katika wilaya yako, katika kata yako, katika mkoa wako, itakuwa shida. Kuna watu katika mikoa yao kila siku wanagombana na waumini wao, wanagombana na viongozi wenzao, wanatumia ubabe. Ubabe hausaidii. Sasa hivi ni mbinu tu, na sasa hivi uongozi ni mashauriano. Ukikosolewa kiongozi, kubali ukosolewe, kwa sababu sio Mungu. Kubali yale makosa, jirekebishe, nenda mbele. Mahusiano. Hapo niligonga nyundo kidogo. Sheikh Mwenga, umenielewa vizuri? Halafu tuna demokrasia pia ya kuwapa maelekezo wale watu tunaowaongoza kule chini na kusikiliza mawazo yao. Sio yote yanayotoka juu yatakuwa yako sahihi. Wanasema sio kila kinachotoka kwenye nyumba nyeupe ni cheupe wengine. Kwa hiyo unachuja, unachukua malengo hayo. Tukisoma leo, tukijua kwamba sisi viongozi elimu tulionao na maarifa tulionao sio ya mwisho, tutasoma na wengine, tutapata maendeleo makubwa sana. Na tutaishi bila kuwa na msongo wa mawazo, bila kuwa na stress. Kwa sababu kila anayekushauri utafikiri anakukosoa, kumbe anakutaka uwe na maendeleo. Kwa hiyo unatafuta mkakati wa kupingana naye. Mkakati mwingine unaweza kuwa mbaya sasa. Wa hizi yaani watu wakaendelea kwa vunja nazi mwenzio sana. Sasa nazi zako na vita vikao vikubwa. Kwa hiyo jamani, tuwe na mahusiano mazuri, tujengene dhana nzuri, tusaidiane, tukosoane kwa hoja, kwa heshima, kwa taadhima, na sisi viongozi wakubwa tukubali kukosolewa. Hayo ndio mahusiano. Lakini nakaribia kumaliza. Kuna jumuiya zetu hizi za Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, BAKWATA, vijana na JUAKITA. Huko nyuma hawakuwa rasmi sana kwenye taasisi yetu, walikuwa tu hapo, lakini ukisoma katiba uwakuti, kanuni haziwabebi. Lakini sasa hivi naomba wawe na confidence kwamba tumewatambua rasmi, na hata kwenye uchaguzi huu watakuwa ni miongoni mwa watu watakao kuwa involved katika uchaguzi. Wale wa kuteuliwa watateuliwa, wale wa kuchaguliwa watachaguliwa. Lakini tuwaombe tu kwamba juhudi za kila mmoja katika nafasi yake itazingatiwa sana, na hasa hawa waliopo sasa ambao wamefikisha JUAKITA hapo ilipo. Hatuwezi kudharau juhudi zao. Kwa hiyo tunawatambua sana na tunawategemea sana kama baraza, na katika uchaguzi huu unaokuja tutawarasimisha rasmi. Kwa mfano vikao vya halmashauri ya mkoa, tutahitaji sasa lazima mwenyekiti na katibu wa JUAKITA ashiriki kama mjumbe kwenye na pia jumuiya ya vijana naye atashiriki, katibu na mwenyekiti kama
kama mjumbe kule kwenye halmashauri kuu, pia itakuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo tunaona kwamba tutakuwa tuna nafasi kubwa tumesogeza, ila tu kwenye vijana kidogo kuna shida, kwa sababu pale lazima tuzingatie umri. Pale kwenye umri kidogo, sasa kama Sheikh Mtonga amevuka pale, labda tumpe nafasi ya ushauri wa vijana katika nafasi ile, kama kanuni zitakuwa zimemweka nje, au tumpe nafasi nyingine, kwa sababu pengine tunahisi anatufaa bado. Lakini tukishaita vijana, tumeweka benchmark ya miaka, lakini miaka tumesogeza kidogo, tumerejesha dasi ili tubebe watu wetu ambao wengi tunao wazuri, lakini umri unaweza kawafanya nini, ukawatupa nje. Lakini tusiogope, kuna kitu kinaitwa kumenta watu. Yaani mentorship ni kwamba mimi ni katibu mkuu wa BAKWATA, lakini nimetengeneza watu wangapi nyuma yangu ambao nikiondoka mimi watakuwa makatibu. Lazima niwe na hiyo formula, kwa sababu siwezi kuishi maisha yote mimi. Lazima itafika mahali mimi nitasogea. Nikisogea, nani atakaa? Nikiwa sipo, nani anaweza kanisaidia? Tukijenga dhamira hiyo na immunity hiyo, tutakaa kwenye hizi nafasi tukiwa tunajinafasi, hatuna stress wala hatuogopi chochote, kwa sababu tunajua kesho nitaondoka. Lakini tukiondoa hiyo nafasi kwamba tunaandaa wengine, yani ile policy ya kwamba tunaandaa wengine, tukisema tunaiogopa, kila siku tutakuwa tunagombana na watu, kwa sababu akija mtu mzuri karibu yako utamtafutia namna kumpush pembeni, ili utakana mabwege kila siku ambao hawezi kusaidia katika maendeleo, na utakuwa husogei mbele. Kwa hiyo tukaribishe wengi katika nafasi zetu. Katibu wa wilaya ya Kinondoni mfano na pale ulipoandaa vijana wa Juvikiba, maana Juvikiba bado hawajashika nafasi hizo. Juvikiba ambao unahisi yuko karibu na wewe, mtengeneze awe anaelewa ukatibu wa wilaya. Sio kama anachukua nafasi yako, lakini mtengeneze awe anajua. Katibu wa mkoa, wewe hapa wewe unafikiri ukiondoka leo mkoa wa Dar es Salaam nani ataingia pale? Lazima wewe unaangalia nani umemsogeza karibu. Kwa sababu wanasema anayejua eneo lile ndio wa kwanza kupewa nafasi ile, kwa sababu hata hii nafasi ya kuwapa watu nafasi tunaangalia katika maeneo tulionayo. Kwa sababu wanasema ufagio mpya unafagia vizuri, lakini ule wa zamani unajua kona zote. Kwa tunahitaji tu bring watu wale katika maeneo yale. Kwa hiyo tujiengeane uwezo katika maeneo yetu, kuonyesha kwamba tunawajenga wengine na wao wana uwezo kama sisi huko baadaye. Hii ni challenge kwa viongozi. Tunayo hiyo kasumba, tuondoe. Ukishakaa unafikiri ni wewe tu, hapana. Na kuna swala kidogo ambalo katibu wa wilaya alilizungumza. Kuna umata, kuna juamada, kuna juedikta. Hizi ziko nyingi. Nilikuwa nasoma barua moja imeandikwa na mtu Sasa ndio makosa mengine nikawa nasema tunayo. Hii barua imeandikwa hivi: Umoja wa Walimu wa Madrasa Mkoa wa Dar es Salaam. Inaenda kwa nani? Kamanda Jumanne Mlilo, Kanda Maalum Mkoa wa Dar es Salaam, Tanzania. Hata address yenyewe ni wrong, kwa sababu hakuna kamanda wa Kanda Maalum ya Dar es Salaam. Ya mkoa wa Dar es Salaam ni kamanda wa Kanda Maalum. Taarifa kwa walimu wa madrasa mkoa wa Dar es Salaam pamoja na jamii ya Kiislamu. Lakini ukisoma barua ilivyoandikwa, hata ile grama yake iliyoandikwa, iliyotumika pale, Kiswahili chenyewe kilichoandikwa pale, hakifai kubeba nembo kubwa kama hii. Nembo ya juu imeandikwa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, the National Muslim Council of Tanzania.
Umoja wa walimu wa madrasa mkoa wa Dar es Salaam. Maudhui yaliyoandikwa ukiyasoma, kwanza barua inaenda kwa kamanda maalum wa kanda maalum, lakini nakala kwa kamanda wa kanda maalum Dar es Salaam mfano. Yaani yule aliandikiwa pia amepewa nakala huko chini. Lakini ukiangalia maudhui yake na mambo yaliyoandikwa huko ndani, hata Kiswahili hakifai. Lakini mtu layman akikuta nyota mbili hizi na haya maandishi yaliyoandikwa Baraza Kuu la Uislamu wa Tanzania BAKWATA, anaanza kufanya kuidharau BAKWATA. Na ndio maana hata barua ilipoenda ikafika huko walituuliza, hii barua inatoka kwenu? Kwa hiyo hizi taasisi hizi ambazo zinaibuka tu katika maeneo yetu ambazo sio rasmi tuziangalie sana, lakini pia zisitumie address. Unatumiaje nembo na headed paper ya BAKWATA kuandika barua ambao BAKWATA wenyewe hawajui? Kwa mfano hii barua kama wewe katibu wa mkoa unaijua, nitakurushia huko, lakini kwa sababu katibu wa wilaya kalizungumza hapa, ndio maana nimeleta hapa. Hatukatazi taasisi zingine zisianzishwe, lakini zianzishwe na zisajiliwe kwa mujibu wa sheria ya usajili na ziendeshe shughuli zao kwa mujibu wa usajili. Zisiegemee kwenye mgongo wa BAKWATA moja kwa moja. Kuna changamoto katika baadhi ya taasisi zingine hizi ambazo mmezitaja hapa. UMATA tulibariki wenyewe, lakini hatuna hakika kwamba mwenendo ule tuliokuwa tumekusudia bado ndio huu ambao tunao. Tutaangalia ili kama na wao wenyewe wanaweza kusimama wenyewe, waachiwe wasimame wenyewe. Lakini ukiangalia sasa maimamu ni nani? Hawa maimamu wanapatikana kwenye misikiti ya nani? Kwa sababu maimamu 99% ni misikiti ya nani? Ya BAKWATA. Leo hii wakiamua kufanya mambo na maelekezo kutoka nje, ina maana tuwatoe kwenye misikiti yetu wote kwanza. Lakini je, wote ni maimamu? Kuna mahala ambapo inabidi tuangalie vizuri. Nia inawezekana ilikuwa ni nzuri ya kuanzisha kile chombo, lakini pengine kuna watu wametumia hiyo nafasi vibaya. Kwa hiyo bado tuna uwezo wa kudhibiti hilo na tunaichukua. Lakini taasisi zingine ndogo ndogo zinazoanzisha, alafu mwingine ameshindwa huku kwenye UMATA, anaanzisha naye kwake, akishindwa kwenye kwake anaanzisha nyingine, tutakuwa ni mchezo ambao hauna maana. Kwa hiyo tutaliangalia vizuri. Katibu, tumelipokea. Swala la uwajibikaji wa viongozi au itifaki ni muhimu sana. Itifaki ni muhimu sana na ni kitu ambacho wengi wetu tumekikosa. Ila niombe tu BAKWATA katika ngazi zote, wilaya, tuanzie wilaya tu kwenyewe, jiaribuni wenyewe kutengeneza itifaki ya viongozi wenu, alafu tuambukize wengine mpaka mwisho. Lakini na sisi tutajitahidi pia kwamba mimi nisingeweza kuwa nakuja hapa Temeke leo mkoa haujui. Lazima nianzie mkoa ndio mimi sijaongea na katibu wa wilaya kuhusu ziara hii. Level yangu inayofuata ni katibu wa mkoa, kwa ndio waliosimamia katika itifaki ya mimi kufika hapa. Kwa hiyo tutaomba na wengine pia wafuate mlolongo huo. Kwa hiyo tutajitahidi sana. Na swala la viongozi wakuu, kweli unaweza kukuta kiongozi mkuu katolewa hapa kapelekwa mahala fulani, mkoa haujui, viongozi wa mashehe hawajui, lakini kwa kuwa wamesikia tu hata kwenye mtandao, na wao wanatoka wanafuata kule. Sio taratibu kwa kweli, na hili tumeshalizungumza kwenye vikao cha halmashauri kuu na tumelitolea maruhusa. Mfano, Mheshimiwa Mufti anaweza kaalikwa na kaalikwa labda kule mgeni nani kwa nani, kwa Kizegero kwa sababu wanafahamiana naye, wana mahusiano mazuri.
Kufahamiana naye ni kitu cha kwanza, lakini kumrudisha yule kiongozi mkuu katika itifaki ni jambo la kumpa heshima zaidi kuliko ile ya kujuana, kwa sababu anaweza akapatwa na jambo lolote katika nafasi, wewe huwezi kubeba, lazima wengine ndio wataulizwa. Kwa pamoja na kwamba mtakuwa labda una mahusiano mazuri na katibu mkuu, unamtaka aje nyumbani kwako au aje wapi, lakini jaribu pia wale ambao wako chini yake nao kupita kwao ili wawe na taarifa halisi. Kwa hiyo hili la itifaki naomba katibu, tumelichukua na tutalizingatia. Lakini uwajibikaji wa viongozi nao ni muhimu katika nafasi zao. Na la mwisho kwa leo tu, lakini sio kwa umuhimu, ni hili la mwisho, la pili kutoka mwisho, ni swala la uchaguzi. Uchaguzi unakuja, tujiandae, muda wote tutatangaziwa ratiba ya uchaguzi wa baraza, kwa sababu ndio mwaka wetu huu na tulikuwa tunasubiri maelekezo kutoka kwenye ofisi ya msajili. Ofisi ya msajili ishatupa maelekezo na ruhusa ya kufanya uchaguzi. Kwa hiyo tunaanza mchakato wa uchaguzi rasmi hivi karibuni. Tunaomba tushirikiane katika ngazi zote na tutoe ushirikiano katika kufanikisha uchaguzi. Lakini la mwisho ambalo pengine kwa leo nitazungumza ni kwamba baraza leo tuko katika mkakati maalum wa kujiimarisha kiuchumi. Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania amezungumza wazi kwamba tubadilike, tuache mazoea, na akasema kwamba BAKWATA haina shida kwenye kuswalisha kwenye msikiti. Leo hii ukitaka kuswali mahali pote utapata msikiti huko. Ndoa leo ukitaka mtu kuoa, hata kama ni mke wa nne, atapata mfungishaji. Mtu leo akitaka, labda imetokea faradhi ya msiba, wazikaji, na mtu atazikwa. Lakini leo tukitaka shehe wa wilaya hapa awe na gari, katibu wa wilaya awe na gari, wawe na ofisi nzuri, watoto wao wenyewe wawe na mshahara mzuri, posho nzuri, watoto wao waweze kusoma shule nzuri, uchumi hakuna, mashehe wanakuwa ombaomba, kiasi kwamba mashehe wenyewe na viongozi wa baraza wakiwapigia watu wakubwa, si mtu anaweza asipokee, hata kama anamweleza habari ya msiba au anamweleza habari nzuri, hapokee, kwa sababu anaweza kuhisi kama anataka kupigwa mzinga, kwa sababu uchumi ni mdogo. Kwa hiyo tunataka tuzungushe akili zetu katika maeneo yetu tulionayo, tuyatumie vizuri, tutengeneze uchumi katika kila eneo, wilaya jitegemee kama inavyo. Leo hii tunataka 10% ya miradi ije BAKWATA makao makuu. Tumepiga kelele, lakini itakuja kutoka wapi? Kwa mradi gani ulioko Temeke? Kwa mradi gani ulioko Kinondoni? Kwa Sheikh Mwenga pale mfano, ana mradi gani atakaotoa 10% alete BAKWATA makao makuu pale? Hana. Kwa hiyo kupitia hilo tumeamua kuangalia maeneo ya kimkakati ambayo tutatengeneza miradi ya kiuchumi. Walilahi alhamdu, Temeke tumeona maeneo yapo, ni dormant area ambazo ni unproductive. Tukikaa chini, tukiplani vizuri, tutatengeneza miradi ambayo inaweza ikaenda vizuri sana. Ndio maana hapa nimeambatana na mratibu wa miradi ya kimkakati. Mkoa wa Kagera tunao mradi wa bilioni 8.5. Mkoa wa Iringa sasa hivi tuna mradi ambao nadhani mapema mwezi ujao au miezi miwili ijao utaanza mradi wa bilioni kati ya 18 mpaka 23. Tuna mradi ambao uko mbioni pia katika mkoa wa Arusha, mkubwa kabisa. Mradi huo unatarajiwa kuwa na thamani ya bilioni 43. Tuna mradi mkubwa sana tena mkoa wa Kagera ambao unakuja eneo la Benako, Rusumo, mpakani kule. Mradi huo unaweza kuwa ni mradi mkubwa kuliko miradi yote, kwa sababu unajumuisha viwanja vya BAKWATA 6 vilivyoko pamoja, na juzi tumekabidhiwa hati ya viwanja hivyo 6
katika mkakati huu wa kuhakikisha kwamba tunarasimisha maeneo yetu, tumepata zile hati 6. Eneo la Iringa ambalo ni eneo linaloitwa Mashine Tatu, kwa wale wanaojua Iringa, katikati ya mji, ni eneo ambalo miaka zaidi ya 40-50 zilikuwa halina hati. Miezi kama 3-4 iliyopita tumepata hati yake pale, hati miliki, na ni eneo ambalo kama ni Dar es Salaam unaweza kusema ni Kariakoo. Ndilo ambalo kuna mradi tunaotegemea wa bilioni 23. BAKWATA sio maskini, ila tuna maskini wa fikra. Ndio tunataka sasa tuondoke kwenye umaskini wa fikra, tuingize kwenye umaskini kwenye utekelezaji, ili tuondoke hapa tulipo, tuende kwenye uchumi. Hatuna haja ya kuombaomba kufanya maulidi. Mashehe wakiwa na maulidi wanaomba mpaka wasiostahili kuomba wanaomba. Ndio maana watu wanatudharau kila siku. Lakini kama tunafanya maulidi zetu, tunafanya shughuli zetu za kimaendeleo, tutumie resources zetu za ndani. Mashehe wawe na uchumi mzuri na ofisi zetu ziwe nzuri. Ofisi ni sehemu ambayo wewe unakaa, pengine katika masaa yako 8 ya kazi, masaa 6 utakuwa pale ofisini. Kama ofisini iko polluted, hiyo ofisi iko polluted, ina uchafu, ule uchafu huo unaendelea kukupata kila siku kwa muda wa maisha yako, mpaka wewe maisha yako yanazidi kuwa madogo tu, umri unapungua kwa sababu unakaa ofisi chafu. Bila kuwa na uchumi mzuri, hiyo ofisi tutaijengaje? Unaelewana jamani? Kuna vitu ambavyo hatuwezi kuvifikiria sana, lakini tukiingia katika fikra za kawaida tunahitaji kutoka hapa tulipo. Lazima tutoke hapa tulipo, tuende mbele. Kwa hiyo hii miradi ya kiuchumi ni miradi ambayo tunaiwekea mkakati na tutaifanyia kazi, na tumeshaleta wataalamu. Kwa mfano hapa Temeke wataalamu wanaendelea, na hivi karibuni mratibu atapita pia kuangalia katika maeneo mengine. Alimuhimu maeneo yale tuyatengenezee umiliki, tuwe tunayamiliki. Kwa hiyo pale popote penye fursa ambayo mnahisi ipo, tuambieni, tushirikiane na makao makuu ili tuweze kutengeneza vitu ambavyo vitatupa maendeleo ya kiuchumi. Kwa hayo machache niombe radhi, nimetumia muda zaidi ya ule ambao nilikusudia, lakini huu ni mwanzo tu wa ziara hizi, na ziara hizi zitaendelea katika wilaya zingine. Hii ni wake up call kwa wilaya ambazo bado hatujaanza. Kwa hiyo wilaya ya Ilala, Kinondoni, Kigamboni na Ubungo tunakuja. Kwa hiyo Ubungo, baada ya wilaya hii tutakuja Ubungo. Baada ya kutoka hapa tutakuja Ubungo. Kwa hiyo Ubungo, katibu wa wilaya atakupa, katibu wa mkoa atakupa maelekezo muda si mrefu, pengine kabla shehe hajaenda hija, najua anaenda hija, tufanye kile kikao. Kwa jamani, nichukue nafasi hii kuwashukuru wote na kuomba radhi kwa muda mrefu tuliotumia, lakini huu ni mwanzo wa ziara. Tutakwenda mpaka sehemu zingine ambazo tunazikusudia, ambazo ziko katika wilaya zetu. Wilaya ya Temeke, uzuri mmoja, ni wilaya ambayo haina vijijini sana kama wilaya ya Ilala. Wilaya ya Ilala ukitaka, pamoja kwamba ina ikulu, lakini wilaya ambayo iko kijijini na mjini. Kwa hiyo ile wilaya ya Ilala nadhani tutaitengenezea siku 2, sio moja. Wale watu wa Viwege kule